Haya sasa bwana, mambo yanazidi kunoga, na kama utakumbuka vizuri katika sehemu iliyopita tulishia pale ambapo milio ya risasi ilikuwa imerindima. Tukawa tunajiuliza, je, Rashidi, Obote na vijana wake watatoka salama katika eneo hilo? Nikakwambia usikose katika sehemu ya 7, na hatimaye sasa sehemu ya 7 ndo hii hapa. Karibu mtu wangu, mimi naitwa Uncle J Mzigo Mtamu kutoka kwa Edazaria G Msulwa. Karibu tupate kujua nini hasa kilichoweza kuendelea. Inatokea wapi hiyo milio? Obote alizungumza huku akisimama wima. Uwenge lote la pombe unaambia lilimtoka. Mwanajeshi mmoja alizungumza kwa kusema ya kwamba anaona inatokea upande ule wa kaskazini. Mwanajeshi mmoja alizungumza huku tukiwa tunatazama kwenye vilima vilivyo upande wetu wa kaskazini. Hebu wasiliana nao tujue kuna nini kimetokea. Obote alizungumza huku sote tukirudi katika magari na kuondoka hili eneo. Tuambie nini kinachoendelea huko? Mwanajeshi aliyekuwa amekaa siti ya mbele alizungumza kwa kutumia simu ya upepo. Akapewa taarifa ya kuwa kuna wanajeshi wamevamia. Kuna wanajeshi wamevamia huku. Wanajeshi wa Umoja wa Mataifa, tunajaribu kuwazuia. Mimi hapo nikamtazama Obote usoni mwake. Tukawa tunaendelea kusikiliza haya mazungumzo. Wamewazidi au? Hapana, sisi ndo tumewazidi, ila tunaomba msaada zaidi. Okay, sawa, jeshi linakuja hapo. Mwanajeshi huyo alizungumza na Obote akaamrisha pale wanajeshi waliokuwa karibu na upande huo kuelekea eneo hilo la tukio. Washenze sana. Wanajifanya wanataka kuurudisha huu mji kwenye mikono yao. Rashid, hebu asubuhi nahitaji unipatie mbinu za kuwateketeza haraka iwezekanavyo. Sawa mkuu. Hapo tukarudi kambini huku Obote akiwa amejawa na wasiwasi mwingi mno, kwani bado mapambano yalikuwa yanaendelea. Mimi nikaelekea bwenini, nikakuta pale wanajeshi wengine wakiwa wamelala. Nikavua pale nguo zangu, nikabakiwa tu na bukta ya ndani, na kisha nikapanda kitandani. Akili yangu kusema ule ukweli ilijawa na mawazo mengi sana, hususan kwa shida ambazo Jacqueline na familia yangu walikuwa wanazipitia kwa sasa. Hadi kuna pambazuka, hata lepo la usingizi halikunipitia ese. Mara baada ya kujiandaa, nikaelekea ofisini kwa Obote, nikamkuta pale akiwa na mlinzi wake nilikuwa nimempiga ulingoni. Mkuu, huyu amepandishwa cheo. Hebu kaa kimya. Obote alimkanya mlinzi wake huyo kwa ukali kidogo. Nikasalimiana nao, japo mlinzi huyo hakuitikia salamu yangu, ila sikulijali hilo kabisa. Nikaanza kumwelezea pale mbinu za jinsi ya kuweza kuwamaliza hao wanaompa nguvu rais wa hii nchi. Nikaanza kumpa mbinu ya mmoja baada ya mwingine. Na baada ya kumaliza, Obote akaniambia, "Aise, wewe ni genius. Unajua sikuwahi kufikiria hili jambo hata siku moja. Sasa wewe umeona mwenzio huyu alivyokuwa kichwa?" Obote alimwambia mlinzi wake huyo, ambaye dhahiri shali anaonyesha kuchukizwa kabisa na nafasi ambayo mimi nilikuwa nimeipata. "Sasa basi hii kazi itaanza leo. Tunaanza na huyu waziri wa ulinzi. Niandalie makomando wanaoweza kuifanya hii kazi." Sawa mkuu. Mlinzi huyo alitoka na kutuacha sisi hapa wawili. Unajua, naona huyu kijana haamini kama umempatia kichapo. Hapa alikuwa ananiomba niandae pambano la marudio. Kuna umekubali hilo pambano? Hapana bana. Nimemwambia amepigwa na hakuna marudio, kwa maana alishapoteza yeye mwenyewe. Sawa sawa. Mlinzi huyo wa Obote akarudisha jibu ya kwamba makomando wako tayari. Kwa tukatoka ndani hapa na kuelekea katika chumba cha mkutano. Nikawaeleza mbinu ya kumua waziri wa ulinzi. Kila mmoja alifurahia mno mbinu hiyo, na maandalizi ya utekelezaji yakaanza mara moja. Makomando hawa 5 waliondoka kambini hapa majira ya saa 8 za usiku na kuelekea eneo alipokuwa waziri wa ulinzi. Inabidi tukae kwenye TV kwa ajili ya kusikiliza habari za kifo chake sasa, Obote alizungumza huko akiwa amejawa na furaha mno. Baada ya kama lisali moja, makomando hao wakatutaarifu ya kwamba wameshafika eneo alipo waziri wa ulinzi. Okay, sawa. Fanyeni kazi kwa makini.
Hakuna shaka mkuu. Obote akakata hii simu ya mezani na tukaendelea pale kutazama TV, na kweli baada ya nusu saa simu ya mezani ikaanza kuita tena. Sote watatu tukaitazama kwa sekunde kadhaa na kisha Obote akaipokea ile simu. Ndio. Okay, sawa, kazi nzuri. Obote alijibu huku akiwa na tabasamu pana mno, tabasamu likiwa limetawala usoni mwake. Alikata simu na kutugeukia. Kazi tayari. Waziri wa ulinzi ameshauawa na vijana wanarudi sasa kambini. Obote alizungumza kwa furaha. Hazikupita hata dakika 20, TV ya taifa ikatangaza habari ya kifo cha waziri wa ulinzi kilichotokea kwa ajali ya gari lake kufeli brake na kupata ajali mbaya iliyomuua yeye pamoja na dereva wake. Obote akanisifu sana kwa mbinu niliyokuwa nimeitoa ya kukata breki za gari la waziri huyo, na dunia nzima ilikuwa imeamini kabisa ya kuwa ajali hiyo imetokea kwa breki za gari lake kuweza kufeli. Kadiri siku zinavyozidi kwenda, ndivyo jinsi nilivyokuwa nazidi kupata nafasi katika kikosi cha Obote, huku makomando hawa wakinipatia mafunzo makali sana, huku mipango ya kuwapunguza mawaziri wenye nguvu kwenye serikali ilizidi kuendelea taratibu. Ndani ya miezi 12, mawaziri wote wenye nguvu katika serikali ya DRC wameuawa kwa kifo ambavyo vyote hatukuhusishwa kama magaidi. Wapo waliokufa kwa vifo vya ajali, wapo waliokufa kwa vifo vya kujinyonga wao wenyewe, huku wakiandika kwamba wameamua kujinyonga, ila ukweli ni kwamba tuliwalazimisha kujinyonga kwa sababu tulikuwa tumetishia kuwaua familia zao. Wapo waliojipiga risasi, wapo waliojirusha magorofani, na walifanya hivyo mara tu baada ya kuyatambua madhaifu yao. Msikilizaji, Rashidi ambaye kipindi cha nyuma nilikuwa sijui chochote, lakini sasa hivi nilikuwa niko vizuri sana. Mafunzo niliyopata kwa mwaka mzima katika kambi hii ya waasi yamenifanya niweze kujitegemea mimi mwenyewe sasa. Leo ni siku ambayo tunakwenda kuiteka Ikulu. Leo ndio siku ya kupindua hii serikali. Kwa pamoja tuna imani ya kuwa tunaweza. Obote alizungumza hivyo mbele ya wanajeshi wake wote, huku mpango wa kuipindua Ikulu tukiwa tumeshaupanga miezi 7 nyuma, huku kukiwa kumetengenezwa njia maalum ya ardhini ambayo inakwenda kutokea Ikulu. Ramani na mipango yote ya jinsi gani ambavyo tunaweza kuingia Ikulu, mimi ndiye nilikuwa nimepanga. Na hapa ndipo ninapogundua kwamba nina kipaji kingine ambacho hapo awali sikuweza kabisa kukijua. Kipaji cha kuweza kutengeneza mpango, na mpango kafanikiwa. Ni watu wachache sana wenye uwezo wa kutengeneza mipango tena matukio kama haya na ikakamilika kama walivyokuwa wamepanga. Chidi, naomba kwanza tuzungumze. Obote alizungumza, na hii ni mara baada ya kushuka jukwani. Tukaingia ofisini kwake kwa ajili ya mazungumzo. Nikamwambia, niambie mkuu, kwa nini hutaki nikupatie uongozi kwenye serikali yangu? Ikiwa ni mengi sana umeweza kunisaidia ndugu yangu. Natambua kwamba ni mengi tumefanya, na kuwepo mimi hapa umeweza kunipatia nafasi, umeweza kunifanya niweze kujijua kwamba mimi ni mtu aina gani. Natamani sana kuwa katika huu ufalme wako, ila naomba sana niweze kushika njia yangu, kwa maana kwamba kuna watu ninahitaji kuweza kudili nao kwa 100%. Tafadhali sana ndugu yangu, utakapokuwa unahitaji ushauri wangu, basi mimi nitatengeneza njia kuwasiliana na mimi na wewe. Okay, sawa ndugu yangu, ila kiukweli ningependa nikupatie hata waziri mkuu. Hapana kaka, unajua nina adui, na huyu panya ambaye kwa sasa ni rais wa Tanzania ninahitaji kuweza kudili naye vizuri sana. Sasa nikiwa waziri wako mkuu, atatafuta chokochoko za kuweza kukuondoa madarakani. Okay, sawa Rashidi, nimekuelewa. Obote akaridhika na ombi langu. Msaada mkubwa sana wa kijeshi tunaupata kutoka katika nchi ya Russia, na wamemsaidia Obote kuanzia pesa, silaha pamoja na wanajeshi makomando waliotupatia mafunzo ya ziada. Sasa majira ya saa 12 ilianza safari ya kutembea katika njia
iliyo chini ya ardhi kuelekea katika ikulu ya rais. Uzuri ni kwamba njia hii ni ya siri. Njia hii ni ya siri inayoelekea mpaka ikulu. Sasa mimi na Obote pamoja na walinzi wake tulikuwa tunazidi kuongoza harakati hizi, huku wanajeshi wengine wakiwa wanajiandaa kwa ajili ya kuweza kuvamia mji mkuu, ambapo ndipo ikulu ilipo, na endapo tutafanikiwa kuishikilia ikulu, basi rais hatakuwa na ujanja tena. Tukafika eneo la chini kabisa ya ikulu. Obote akatoa ramani niliyokuwa nimeichora inayoonyesha ni jinsi gani ambavyo ikulu ipo kwa juu. Mtaalamu wa IT akafungua pale laptop yake na kutuonesha mazingira ya juu yanayorekodiwa na CCTV kamera za ikulu hii, jinsi alivyozidukua. Baada ya maelekezo mawili matatu aliyoyatoa Obote, tukapandisha pale ngazi kuelekea eneo la juu la ikulu, ambapo linatokea katika moja ya store ya kuhifadhia chakula. Kijana wa IT akazinatisha kamera zote za ikulu, na walinzi waliopo katika chumba maalum cha kuongozea kamera hizo hawakugundua chochote, kwa maana ya kwamba walikuwa na hali ya kawaida tu. Tukazama pale ikulu taratibu majira ya saa 2 za usiku. Tukaanza kazi ya kuwaua walinzi wa ikulu kimya kimya mpaka wakabaki wachache. Mimi na Obote pamoja na mlinzi wake tukaingia katika eneo analoishi rais na familia yake, na tukawakuta pale mezani wakiwa wanakula chakula cha usiku. Kuingia kwetu kukawashtua sana na kumfanya rais na familia yake wajawe na uoga mwingi mno. Obote, rais alibabaika huku tukiwa tumewanyoshia bunduki. Obote akamwambia, kaa chini bwana wewe. Obote alizungumza huku akisogea eneo la hiyo meza. Angalia mnavyoishi kifahari. Yaani rais unatumia kikombe kilichotengenezwa kwa dhahabu kwa kunywea mvinyo, huku wananchi wako wakiwa katika hali ya mateso na njaa iliyokithiri. Obote, mimi na wewe ni ndugu, kumbuka tulipotoka. Nakumbuka ulinifukuza tena ukataka kabisa kuniua mshenzi wewe. Obote akamtandika risasi ya kichwa jamaa mmoja aliyekuwa amekaa pembeni ya mke wa rais. Alianguka chini na akafariki pale pale. Mke wa rais na mabinti wawili wanaofanana, walioonekana kabisa hao ni mapacha, walizidi kulia kwa uchungu. Obote alichukua pale kipande kimoja cha nyama ya kuku, alianza pale kutafuna. Tamu sana. Yaani mnaishi kama mko peponi. Obote, Obote, niambie nini unataka, mimi niko tayari kukufanyia. Ninachokihitaji ni roho yako tu na ikulu. Nikikuacha hai utanirudia. Obote aliotandika risasi mabinti hao wawili na wakafariki pale pale. Naona una mke mzuri sana, mke mrembo, amejazia na kila sifa ya kuwa mwanamke mzuri. Obote alizungumza huku akifungua vifungo vya shati la mwanamama huyo. Rais akataka pale kunyanyuka, ila mimi nikampa ishara ya kumtadharisha kwamba akinyanyuka tu ninamuua. Obote akamnyanyua mwanamama huyo anayetetemeka kwa uoga huku akiendelea kulia kwa uchungu mwingi mno. Akamnamisha pale mezani kifudifudi. Mheshimiwa Rais akasema, Obote, mke wangu hana lolote la kufanya juu ya hili. Hana lolote. Hebu nyamaza bwana wewe. Obote alizungumza huku akipandisha gauni la mwanamama huyo. Hebu mfungeni kamba huyu kenge. Mlinzi wa Obote akamfunga pingu Mheshimiwa Rais katika nondo ya dirisha la hapa ndani na kumfanya sasa asiwe na ujanja wa aina yoyote. Obote akafanya kile alichodhamiria kukifanya kwa mke wa Mheshimiwa Rais. Japo mke wa Mheshimiwa Rais alikuwa anajaribu kuweza kufanya kile anachokiweza ili asipate kuingiliwa, lakini ilikuwa ni ngumu. Rais alijaribu kujitoa katika pingu hiyo, ila alishindwa, na alikuwa anashuhudia jinsi mke wake akifanya yuko kitendo, tena akifanywa na Obote. Japo nilikuwa nimejawa na roho ya kikatili, ila kwa kitendo hiki alichokuwa anakifanya Obote na hiki kilio cha huyu mwanamama, nilijikuta nikimwonea huruma. Nikasema, mkuu, malize tu. Obote akaniambia, acha nijilie bwana vya kwangu bwana. Unajua huyu alikuwa ni demu wangu, ila jamaa alinipiku akamchukua, na kutokana na kwamba alikuwa na nguvu ya pesa na kila kitu, sasa acha mimi nilipize machungu yangu. Hapo Obote alizungumza huku akiwa anaendelea kufanya kile alichokifanya.
Nikamtazama Mheshimiwa Rais, nikamwona jinsi macho yalivyokuwa yanamtoka. Macho yalikuwa ni mekundu na mishipa ya mwili mzima ilikuwa imejichola vizuri kabisa kwenye ngozi yake. Obote alifanya kila unyama alojisikia kufanya kwa mke wa rais. Akamwambia pale, Mary, unakumbuka ulivyonisaliti kisa pesa ya? Obote alizungumza huku akiendelea kufanya hiko kitendo cha kinyama. Akamwambia, unakumbuka? Obote alizungumza huku akiendelea kumsukumia askari wake kwa huyo mwanamama. Sasa hii ndio adhabu mnayopaswa kuweza kupata, wapumbavu kama nyinyi. Hapo mimi na mlinzi wa huyo Obote tulibaki tukishuhudia huu mchezo mpaka mwisho. Obote akachoboa pale bastola yake, akamtandika mwanamama huyu ya kichwa. Damu zikatapakaa katika hii meza iliyokuwa imejaa vyakula vya kila aina. Obote akamfuta pale askari wake na kisha akamrudisha ndani ya nguo. Akachukua pale tishu aliyokuwa amejifutia askari wake, akamsogelea Mheshimiwa Rais. Akamlisha mdomoni. Akamwambia, vipi? Tamu. Obote alizungumza huku akimsokomeza rais hiyo tishu mdomoni mwake. Yaani miaka yote hiyo nilokuachia yule mpumbavu, hukuwahi kabisa kumfanya kama nilivyomfanya mimi leo. Obote, bora uniue kuliko kunidharaulisha hivi. Rais alizungumza kwa sauti nzito iliyojaa uchungu. Obote alicheka. Sikuui bro, ila kuna vijana wangu watakushughulikia kama nilivyomfanya mke wako, na baada ya hapo ndo watakuwa wao. Unajua Obote alivyozungumza, mimi nilihisi kama ni utani, ila Obote akawaruhusu pale wanajeshi 4 waliokuwa wako nje ya mlango waingie pale ndani. Akawauliza, vipi, mmemaliza kazi nje? Wale majamaa wakasema, ndio mkuu, ikulu ipo mikononi mwetu. Sasa mimi najua nyinyi mna uchu sana, hebu mshughulikieni huyu jamaa. Wanajeshi hao wakaanza pale kumtoa nguo Mheshimiwa Rais. Mimi nikasema, mkuu, tumuue tu, nilishauri huku nikimtazama usoni mwake. Obote akaniambia, acha vijana washerekee bwana Rashidi. Vipi bwana? Wanajeshi hao wakamtoa pale nguo Mheshimiwa Rais kwa mbinde, huku Obote akirekodi kwa kutumia simu yake. Bila huruma bana, wakafanya kile walichojisikia kukifanya. Mheshimiwa Rais ambaye alijitahidi kwa kadri uwezo wake kuhakikisha kwamba analinda heshima yake kuwa mwanaume, ila hajaweza. Kwani sio rahisi kushindana na nguvu ya mwanajeshi. Tena wanajeshi wenyewe ni 4 wenye mazoezi makali. Wanaume wote 4 wakalifanya hilo jambo kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais alizima huku damu nyingi zikimtoka. Obote akasema, ongereni, sasa mnaweza mkaendelea na kuimarisha ulinzi. Rais tukamwacha hili eneo huku akiwa amepigwa pingu. Tukaikagua pale ikulu nzima na tukajiridhisha kwamba hakuna aliyekuwa amesalia ndani ya ikulu. Hiki chumba cha siri Obote alizungumza huku tukiwa katika eneo hilo chini ya chumba cha rais. Sijui kuna nini, nilizungumza huku nikitazama mlango huu wa chuma. Hebu kamlete yule mshenzi aje kututolea namba za siri. Mlinzi wa Obote akaondoka eneo hili, akapandisha juu, na baada ya dakika 2 akarudi huku akiwa anamburuta Mheshimiwa Rais yuko hoi bin taban. Obote akasema, hey, wefala, tuambie neno la siri la hili eneo. Mheshimiwa Rais akasema sijui. Obote alimtandika risasi ya mguu. Rais alipiga kelele za uchungu mwingi mno. Obote akasema, sema kabla sijakuua. Rais akasema, mimi ni wakufa tu, hata sikwambii chochote. Obote akataka kumpiga risasi ya kichwa, ila nikamzuia. Nikachuchumaa huku nikimtazama rais. Nikamwambia, najua utakufa, hilo halina kificho, ila unaonaje ukafanya jambo moja la mwisho kwa ajili ya wananchi wako waliobaki? Ukituambia neno la siri la eneo hilo, basi utakwenda kwa amani huko unapokwenda. Nilipozungumza haya maneno, Mheshimiwa Rais akanitukana bwana. Nikanyanyuka huku nikiwa nimejawa na hasira, kwa sababu katika vitu ninavyovichukia ni kutukaniwa mzazi wangu. Nikamnyanyua Mheshimiwa Rais kwa nguvu, nikaushika mkono wake wa kulia, nikaubandika eneo la pembeni ambalo
kabla ya kuingiza namba za siri ni lazima ubandike mkono. Alama ya tiki ya kijani ikaonekana kiashiria kwamba mkono huo ni sahihi katika kufungua hilo eneo. Nikatulia kwa sekunde kadhaa huku nikitazama batani hizi za kuingiza sasa neno la siri. Unafanyaje sasa Chidi? Nikasema huyo kenge hawezi kutuambia neno la siri, ila main key imeshafunguka. Kilichobaki kujua ni neno la siri. Je, unatambua tarehe za wanae za kuzaliwa au miaka yao? Ndio natambua, Obote alinijibu na akanitaja pale namba, miaka ya watoto wa rais walioweza kuzaliwa. Nikaingiza pale ila zikagoma. Nikamwambia mwaka wake wa kuzaliwa. Obote akanitajia, nikaingiza nazo zikakataa. Nikasema shit. Hii ni ya tatu na ya mwisho, maana yake ni kwamba nikiingiza tena mlango huu hautofunguka. Wewe mpuzi, hebu sema neno la siri. Rais akamcheka kwa dharau Obote ambaye alikuwa amemfokea. Mimi nikamtazama Mheshimiwa Rais machoni mwake na nikagundua jambo. Nikakumbuka jinsi alivyokuwa anapata tabu. Nikakumbuka pia jinsi mke wake alivyokuwa analia kwa kile kitendo alichokuwa anafanywa. Nikasema huyu anampenda sana mke wake, nitajie tarehe na mwezi na mwaka aliozaliwa mke wake. Obote pale alinitajia. Sasa nilipomwambia hivyo nikamwona rais macho yamemtoka. Hapo nikapata hakika kwamba hizi ndizo namba za siri za kufungulia huo mlango. Nikaanza pale kuingiza mwezi wa mke wake, nikaingiza pale mwaka wa mke wake, nikaingia tarehe aliyokuwa amezaliwa mke wake. Lock ya mlango huu ikafunguka na kutufanya tujawe na furaha. Obote aliusukuma huu mlango mkubwa na ni mzito, ni wa chuma. Hatukuamini macho yetu mara baada ya kuona vibunda vya dola za Kimarekani vikiwa vimepangwa vizuri kuanzia sakafuni mpaka karibia na eneo la juu kabisa la chumba hiki. Huku kuna vipande vingi vya dhahabu ambavyo navyo vimepangwa vizuri kuanzia chini hadi juu ya chumba hiki, kitu ambacho kikatufanya kwanza tujawe na furaha kubwa sana, kwani mali hizi zitamsaidia sana Obote katika kuitengeneza serikali yake mpya ambayo anahitaji kuitengeneza. Naam. Obote aliingia ndani ya chumba hiki huku amekiwa umetawaliwa na furaha kubwa mno. Kwanza akajirusha juu ya maburunguto haya ya pesa yaliyokuwa yamepangwa kama vile kitanda. Obote alicheka huku akiendelea kugaragara juu ya pesa hizo. Huyu jamaa alikuwa anakula maisha. Obote alinyanyuka huku akiwa ameshika vibunda vya pesa, akanirushia mimi pamoja na mlinzi wake. Hizo pesa ni za kujipoza machungu ya kazi tuloifanya. Mimi nikamwambia asante. Nilizungumza huku nikiweka vibunda hivi viwili vya pesa mfukoni mwangu. Sasa hii sehemu tutakuwa tunaifahamu sisi watatu. Sitohitaji mwanajeshi mwingine tofauti na sisi aweze kufahamu hili eneo. Sawa mkuu. Tukatoka nje ya chumba hiki. Obote alimtazama rais huyu ambaye yuko hoi sana, kwani kwa vitendo alivyokuwa amefanyiwa hana hata nguvu ya kusimama. Obote alichomwa pale bastola kiunoni na kisha akamsogelea rais. Alichuchumaa pembeni yake na kisha akamwambia, unakumbuka nilikuambia kwamba itafika siku ya anguko lako? Unakumbuka? Hapo rais hakumjibu chochote Obote. Obote akaendelea kusema, basi leo ndio umeanguka, tena umeanguka mikononi mwangu, ngedere mmoja wewe. Obote akampiga risasi ya mguuni rais. Rais alilia kwa uchungu mno na maumivu makali mno. Obote hakuishia hapo, alichomwa kisu chake katika buti la mguu wa kulia. Akamshika jogoo rais na kisha kaanza kumkata taratibu kabisa. Nisikilize wewe mpumbavu. Ulitembea na demu wangu kutokana na kwamba ulikuwa na pesa. Sasa unatakiwa ufurahie hiki ninachokukufanyia. Obote kweli alimtenganisha jogoo wa rais na kiwiliwili chake. Kwa jinsi damu zilivyokuwa zinamtoka Mheshimiwa Rais na maumivu ya mguu wake, alijikuta nazima pale pale. Ninahitaji ashuhudie jinsi ninavyojitangaza kwamba mimi ndio rais mpya wa DRC Congo. Wakiamka asubuhi watakuta kila kitu kimebadilika. Ila mkuu, hali yake ni mbaya sana huyo. Mlinzi wa Obote alizungumza hivyo. Obote akasema, kwa hiyo kama hali yake mbaya, ni bora tumpige tu risasi aweze kufa. Nahitaji aone nimechukua nchi,
hebu mtoeni. Kweli pale tukamburute yule rais, huku tukiwa tunapandisha ngazi na kuelekea katika chumba cha rais cha kulala. Tukamtoa hadi sebleni na tukamlaza pale chini. Tukapokea pale ripoti ya kwamba mji mkuu wa Kinshasa tumeutawala sisi na wanajeshi wengine wa serikali wamejisalimisha wao na silaha zao. Maandalizi ya kwenda moja kwa moja kwenye television yakaanza kufanyika. Mkuu, kila kitu kiko sawa, mwanajeshi mmoja alimwambia Obote, na hapo tukaelekea katika ukumbi wa matangazo uliopo hapa Ikulu. Obote akakaa kwenye moja ya kiti ambacho ndio hukalia mheshimiwa rais pale anapohutubia taifa. Obote akapewa ishara ya kwamba aanze kuzungumza, kwa maana ya kwamba sasa yupo mbashara kwenye runinga. Ndugu zangu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni matumaini yangu mpo salama na mko na furaha tele. Wana Kongo wengi tuliteseka katika kipindi cha uongozi wa rais aliyepita. Rais ambaye hakuhitaji kutoka madarakani kwa kipindi cha miaka 20 sasa. Wananchi tuliishi kwenye umaskini uliokithiri na mateso. Leo hii ninawatangazia rasmi ya kwamba mimi ndiye rais mpya wa hii nchi ya DRC Kongo. Obote alizungumza na wanajeshi waliopo katika chumba hichi wakaanza pale kushangilia. Ninawaahidi jambo moja. Nitahakikisha uchumi wa nchi unapanda juu zaidi na zaidi, na kila mwananchi atajivunia kuwa Mkongo. Na nitahakikisha nchi inaongozwa kwa misingi ya haki na demokrasia. Wananchi mtapiga kura kila baada ya miaka 5, na niwahakikishie tu kwamba muda wangu wa kuondoka madarakani nitaondoka. Nitaondoka kikatiba kama katiba itakavyoweza kuruhusu mimi kuweza kuondoka, na nitatengeneza serikali ya kusikiliza wananchi. Nitatengeneza serikali yenye kuwajali wananchi, miundombinu, na nitaiboresha kuanzia hospitali, barabara, maji, umeme na kadhalika. Nitahakikisha DRC inakuwa ni nchi salama, haitakuwa nchi ya vita na mauaji tena. Mungu ibariki DRC. Asanteni sana wananchi. Hapo matangazo yakaishia hapa, na yakaanza mazoezi ya kuitoa miili ya walinzi wote wa Ikulu waliokuwa wameuawa. Obote akamfuata rais aliyepita na kisha akamwonyesha matangazo ya yeye kujitangaza sasa kuwa rais. Akamwambia pale, umeona, mimi ndio rais mpya wa DRC. Unaniua sawa, ila ipo siku na wewe utauliwa tena kikatili sana, kinyama kama hivyo unavyonifanyia mimi. Maneno ya rais yalimchukiza sana Obote. Alichukua kisu chake na kuanza pale kumkita tumboni mpaka utumbo ukamtoka. Hakika kuna watu wana ukatili mkubwa sana hapa duniani, na sidhani aliyozungumza Obote ataweza kutimiza hata moja kwa wananchi. Sidhani. Usiku wa siku hii ni sherehe kwa wanajeshi wote. Hadi kuna pambazuka, mitaa jiji hilo la Kinshasa lilikuwa limetawaliwa na wananchi waliokuwa wanafurahia kupinduliwa kwa rais wao. Kweli watu wanakupenda, na naona huko mitaani ni jina lako na picha zako ndizo ambazo zinatamba. Rashidi, unajua wananchi walitamani haya mapinduzi yangetokea miaka ya nyuma huko. Ila ndugu yangu, nikukumbusha tu kitu kimoja. Inabidi ufanye kama vile ulivyowaahidi wananchi na usijaribu kwenda kinyume nao. Usijali Rashidi. Mimi nimefanya ukatili mkubwa sana kwa watu puzi kama hawa, ila ukweli wangu ni kwamba nina uchungu mkubwa sana na hii nchi. Na ninakuahidi Rashidi, ndani ya miaka 5 itakuwa nchi iko mbali sana. Sawa, mimi nakutakia kila laheri, kwa maana kwamba kufanikiwa kwako kwangu ni furaha ndugu yangu. Ila Rashidi, nikwambie jambo moja. Ndio. Mungu alikuleta kwa sababu maalum kwenye haya maisha yangu, hususan kwenye hii nchi kwa sababu maalum. Bila mipango yako sidhani kama ningekuwa hapa, kwa maana kwamba nilichokuwa ninafanya mimi ni kutumia nguvu pasipo akili. Basi usitumie nguvu kuongoza watu. Usijali ndugu yangu kwenye hilo.
Mkuu, mimi nitakaa hapa wiki moja na nitahitaji kuelekea nchini Tanzania. Ninahitaji kwenda kuikamilisha misheni yangu ile nilokuambia. Sasa Rashidi, hebu nikuulize swali. Je, unahitaji vijana huko unakokwenda Tanzania? Hapana, sihitaji vijana. Kwa jinsi nilivyopatiwa mafunzo, sidhani kama kuna haja ya kuwa na vijana. Sawa ndugu yangu, ila kukiwa kuna tatizo lolote unatakiwa kuweza kunijulisha. Usijali ndugu yangu. Naam, siku zilizidi kusonga mbele, huku baadhi ya vyombo vya habari vya kidunia vikilaani juu ya mapinduzi hayo yaliyofanyika nchini Kongo, huku vyombo vingine vikifurahishwa kwa mapinduzi hayo. Kelele za vyombo vya habari havikuweza kabisa kumuumiza akili Obote. Zaidi alichokuwa anakihakikisha ni kuanza kutaifisha mali zote zinazomilikiwa na viongozi wa serikali iliyopita, ambayo walikuwa wanaishi kama vile wako peponi na ufisadi ulikuwa umetawala kisawasawa. Jitihada anazozifanya Obote ndani ya wiki moja kuhakikisha nchi inarudi kwenye mstari, hakika sio mimi peke yangu nilipendezwa na hilo jambo. Hata wananchi wa hii nchi walikuwa wamezipenda vibaya mno. Obote aliimarisha pale ulinzi kwenye mipaka yote ya nchi nzima ya DRC. Akayaomba majeshi ya Umoja wa Mataifa kuondoa majeshi yao nchini, kwa maana kwamba sasa wanaweza kujitawala wao wenyewe. Na wakakubali kufanya agizo hilo, kuepuka migogoro isiyokuwa ya kilazima. Unajua Rashidi, umebakisha siku 2 za kukaa hapa ndugu yangu. Natamani sana ungebaki kwa wiki kama nyingine tena. Hapana mkuu, nina mambo mengi sana ambayo ninahitaji kuweza kuyafanya ndugu yangu. Ila nitakuwa ninakuja kukutembelea. Sawa. Itabidi ufungue akaunti ni kuingiza japo kiasi cha pesa kitakachoweza kukusaidia katika maisha unayokwenda kuyaanza huko. Sawa, nitashukuru pia. Taratibu za kufungua akaunti hazikumaliza hata dakika 10 zikakamilika. Obote akaidhinisha pale na akaagiza niingiziwe $500,000. Kiukweli nilimshukuru sana, kwa maana kwa maisha ya Tanzania ni pesa nyingi sana. Nilifanya pale maandalizi yote ya kuelekea nchini Tanzania. Hapo sitotumia usafiri wa ndege, ila nitatumia usafiri wa boti katika ziwa Tanganyika, na kisha nitaingilia mkoa wa Kigoma, na hapa ndipo nitakapoanzisha safari yangu ya kuelekea jijini Dar es Salaam. Mkuu, labda nikuambie kitu kimoja. Katika watu ambao watakusaidia katika serikali yako, mmoja wapo ni Razaro. Mpe nafasi, atakusaidia kukufikisha mbali. Razaro yuko vizuri Ndio, ana upeo mkubwa sana. Unajua sijakaa naye, ila kwa sababu yako basi nitampa hata uwaziri. Nashukuru sana ndugu yangu. Jambo ninalomshukuru Mungu ni kwamba Obote ananisikiliza sana kuliko hata wanajeshi wake aliokuwa nao kwa kipindi chote, na pia ananiheshimu sana. Siku ya kuondoka nchini DRC ikawadia. Kila mwanajeshi niliyemwaga alisikitika sana. Wapo ambao walishindwa kuyazuia machozi yao, kwa maana ya kwamba nilikuwa nimeishi nao kama ndugu zangu. Kipindi nimekuwa kiongozi wao, niliondoa matabaka katikati yao, kwani ukiachilia matabaka ya kivyeo, ila kulikuwa kuna matabaka ya kikabila ambayo nilihakikisha jeshi linakuwa moja na tunakuwa tuna malengo moja, na ndio maana ikawa ni rahisi sana kwa sisi kuweza kupindua nchi, kwani hapakuwa na wasaliti katikati yetu. Obote akanipatia rubani wa helikopta. Nikasafiri hadi katika mji wa Kahiba. Nikapanda boti iliyokuwa imeandaliwa maalum kwa safari kunifikisha Ujiji Kigoma. Safari hii ikatugharimu masaa kama 8 kuanzia saa 2 usiku hadi saa 10 usiku. Nilifika Kigoma majira ya saa 11 kasoro za asubuhi. Moja kwa moja nikaelekea katika hoteli iitwayo Kigoma Hilltop. Nikapangisha pale chumba kwa siku 3. Hii yote nilikuwa nahitaji kufanya upelelezi wa namna nchi ya Tanzania kwa sasa inavyoongozwa na rais huyu mpya ambaye hapo awali alikuwa ni makamu wa rais. Nikalala kwa masaa 4 kwa maana kwamba nilikuwa na uchovu mwingi sana na nilikuwa nimepitia matatizo mengi sana. Sasa niko nyumbani Tanzania. Hapo nilizungumza huku nikiwa nimelala chali, huku nikitazama paa la juu la chumba hichi nilichokuwa nimelala. Nilishuka kitandani, nikaingia bafuni, huku saa ukutani ikionyesha sasa hivi ni majira ya saa 5 za asubuhi. Nilitoka chumbani kwangu hapa huku nikiwa
nimevaa pants pamoja na t-shirt. Chini nilikuwa nina cobas za kawaida na mkono wangu wa kulia nilikuwa nimeshika simu aina ya Samsung. Kwa haraka mtu akinitazama hawezi kuhisi kama ni mimi ni mwanajeshi niliyefanya kazi kwenye jeshi la waasi huko Kongo. Nikitafuta moja ya eneo lililokuwa limetulia, eneo ambalo lilikuwa limejitenga, huku likiwa limeelekea katika ziwa hili la Tanganyika. Mhudumu mmoja wa kike alizungumza kwa kuniambia karibu, hapo akiwa amesimama pembeni yangu. Nikamwambia nashukuru. Breakfast yenu iko vipi? Huwa tunapenda kumsikiliza mteja kwa sababu breakfast yetu ni ya bure. Okay, sawa. Mna chapati, maharage na muhogo kukanga? Ipo. Basi ningependa kuweza kuletewa na kahawa. Sawa, karibu sana. Nikamwambia asante. Nikakunja nne huku nikisikilizia hali nzuri ya hewa niliyokuwa ninaipata katika hili eneo. Nikaanza pale kuperuzu kwenye mitandao ya kijamii huku nikitumia account fake niliyokuwa nimeita jina la Khadija Sadik. Nilikuwa nimefungua kwa majina ya kike kwa maana kwamba sihitaji kujulikana kama uwepo wangu upo. Kwani kwa mara kadhaa nimekuwa nikitembelea page ya Jacqueline na kuangalia kila anachokiposti. Nikaingia katika ukurasa wa Instagram wa Jacqueline. Nilikuta akiwa ameposti picha za watoto wangu wawili ambao ni mapacha, huku pembeni yake akiwepo mwanangu Shamsa ambaye kwa sasa amekuwa ni mrembo kweli kweli. Zawadi pekee ambayo umenipatia Rashidi mume wangu ni hawa watoto. Nina imani ya kwamba bado upo hai, japo vyombo vya usalama vya nchi yangu vinadai kwamba utakuwa umekufa, ila ninakuahidi na nitahakikisha ninafanya kila nilowezalo kuhakikisha kwamba unapatikana. Ninakupenda, wanao wote watatu wanakupenda mume wangu. Hayo yalikuwa ni maneno ya Jacqueline, yani caption alikuwa ameiandika kupitia hiyo picha alikuwa ameiposti. Na alikuwa ameandika kwa lugha ya Kifaransa ambayo kwa kukaa kwangu DRC Congo nilijifunza na ninaizungumza kiufasaha kabisa. Unajua hii picha na hii caption yalinifanya mpaka machozi yanilengelenge. Machozi yalianza kunitoka. Nilitamani kumpigia video call ila nikashindwa. Kwani hatari ya mimi kujulikana kwamba niko hai basi inaweza kuwasumbua wao, hususan wanangu ambao bado ni wadogo na wanahitaji kulelewa katika mazingira mazuri na salama. Nikaperuzi pale hii page Jacqueline nikakuta picha nyingi tu akiwa na familia nzima. Nikajiambia moyoni mwangu, nitarudi kwenye hii familia. Nisubirini. Nilizungumza hivyo kimoyo moyo. Mhudumu akanikia pale nilivyokuwa nimemwagiza pembeni yangu. Akaniambia karibu sana, nikamwambia nashukuru. Je, ungependa nikuletee na nini zaidi? Nikamwambia hivi vinatosha ulivyoniletea. Mhudumu pale akaninawisha mkono na kisha nikaanza kula taratibu. Niliingia mtandaoni YouTube na kuanza kufuatilia kampeni za makamu wa rais, huku kila mkoa anaokwenda anamtambulisha mke wangu kama vile ndo mke wake halali. Nilimaliza kupata kifungua kinywa, nilirudi kwanza chumani kwangu. Nilichukua kofia, nikaondoka hotelini hapa kwa usafiri wa taxi. Nikasema leo nahitaji unizungushe karibia huu mji wote. Usijali kaka, ni wewe tu. Nikasema hivi rais mpya mnamuonaje uongozi wake? Wewe jamaa anapiga kazi ese. Yaani kwa hii miezi kadhaa aliyoingia madarakani amepiga kazi kisawa sawa. Eti ndio kaka. Ila huyu mzee unajua amenichosha kwenye jambo moja tu. Jambo gani? Ameoa binti mdogo sana. Yaani eti yeye ndio first lady. Yaani ninashindwa kuelewa, sijui ni kwa nini hawa dada zetu wanakuwa wanapenda sana vizee kama wale. Ndugu yangu, unajua ni pesa ndio ambayo inawapagawisha mademu kwa kiasi hicho. Haisi ni kweli ndugu yangu. Kwa maana kwamba yule demu kwa mahesabu ya haraka sidhani kama anafika miaka 27 au 28. Ukisikia ng'ombe azeki maini ndio huyo. Kweli aise, huyu mzee anakula sana bata bwana. Naam, dereva taxi alizungumza na kulifanya moyo wangu uzidi kujawa na hasira na maumivu makali juu ya mama Shamsa pamoja na rais. Kaka, sasa nikupeleke wapi? Wewe nitembeze tu mji mzima. Sehemu zenye maeneo mazuri mazuri wewe nitembeze, kwa maana kwamba ninachokihitaji mimi ni kupumzisha tu akili yangu kwa sasa. Wewe ni mgeni hapa Kigoma? Ndio, mimi ni mgeni. Umetokea wapi kaka? Dar es Salaam. Sedani, natamani sana siku moja niweze kufika bwana. Kwani hujawahi kufika jijini Dar es Salaam? Toka nizaliwe mwanangu sijawahi kufika kabisa. Kwa nini sasa ikiwa nchi ni moja tu ya Tanzania? Mimi kule sina ndugu, so nafikia kwa wapi sasa? So kila mtu anayefika Dar es Salaam ni lazima awe na ndugu. Wengine hawana ndugu na wanapiga maisha na wanatusua vizuri tu. Kwa kaka, unanishauri niende Dar es Salaam kwa maana kwamba ninasikia bwana wanaokwenda Dar es Salaam kule lazima tu watusue kimaisha. Ndo mpango mzima mdogo wangu.
ila tuangalizo, Dar es Salaam ni jiji la watu wasiokuwa na huruma. Wenye pesa wanazidi kupata zaidi, na wasiokuwa na pesa, wasiokuwa na kitu wanazidi kukosa zaidi. Hivyo kuwa makini sana ndugu yangu. Usijali kaka, wewe da unapiga shughuli gani kwani? Mimi na biashara zangu tu za hapa na pale. Ila zinakuongeza pesa bro. Na ndio maana tuna maisha mazuri kama hivi. Na tunakuja mikoani kama hivi kwa ajili ya kupumzisha akili. Siri kweli. Leo kuna nini? Mbona hivi? Dereva alizungumza hivyo mara baada ya kufika kwenye moja barabara na kukuta foleni kubwa mno. Labda kuna ajali. Hapana, kungekuwa kuna ajali watu wangekuwa wamekimbilia huko. So unajua Tanzania yetu hii. Naijua. Hebu ngoja kwanza nikaulize. Okay, sawa. Dereva taxi akashuka ndani ya gari, akaelekea mbele kwa ajili ya kuweza kwenda kuuliza. Na baada ya dakika kama 3-4 hivi akarudi na kisha kaingia ndani ya gari. Mimi nikamuuliza vipi, kuna nini? Nasikia rais yuko hapa Kigoma. Hivyo barabara zimefungwa ili kusubiri msafara uweze kupita. Hapo taratibu nikajikuta nikijawa na tabasamu, kwani nimekuja katika muda mwafaka wa kumpata adui yangu, na kama nikimaliza leo sitakuwa na hata nafasi ya kukaa hapa Tanzania. Nitarudi zangu DRC, na huko ndipo nitakapoondokea kuelekea nchini Ufaransa ilipokuwa familia yangu. Unajua bwana, viongozi wetu wa bwana jao sana yani. Dereva alizungumza na kunifanya nitoke kwenye dimbwi la mawazo, kwa maana kwamba kichwa changu kwa sasa kilikuwa kinapanga mipango jinsi gani ya kuweza kumkabili adui yangu. Umesema? Nimesema viongozi wetu jao kweli yani. Kwa nini? Sasa ona mwanangu, raia tulivyosimamishwa barabarani. Yaani hapa kama una mgonjwa kwenye gari, si anakufia, na istoshe unaambiwa kabisa wamesimamishwa karibia risali zima limepita, ila bado huyo rais hajapita. Dereva taxi alalamika huku akionekana kabisa kukerwa na hii foleni. Rais ana ziara hapa Kigoma kwani? Sijajua kwa kweli. Unajua mara nyingi huwa mimi sio mfuatiliaji sana wa mambo ya viongozi, juu mambo ya siasa hapana. Ngoja kwanza nikaangalia na mimi. Poa kaka, basi utanikuta tu hapa. Hapo nikavaa kofia yangu vizuri, nikaishusha nusu uso na taratibu nikashuka ndani ya gari. Nilisimama pembeni ya barabara huku nami nikisubiria gari hizo za msafara uweze kupita. Askari wa usalama barabarani walikuwa wamesambaa kila sehemu kuhakikisha ya kwamba hakuna chombo chochote cha usafiri kinachokatiza barabarani. Mimi nilitoa simu yangu mfukoni na kujifanya kama vile na rekodi. Hazikupita dakika 15, gari za msafara zikiongozwa na gari ya polisi yenye king'ora zikaanza pale kupita hili eneo kwa mwendo wa kasi sana. Nikarekodi kuanzia gari ya kwanza hadi gari ya mwisho, na kuna gari kama 4 hivi ambazo zinafanana, na moja ya gari hizo ni ya rais. Wananchi wakaanza kutawanyika huku magari yakiruhusiwa pale kuendelea na safari zao. Mimi nikarudi kwenye taxi. Nikasema hapo kuna maduka yanayouza laptop. Ya mkuu, lipo duka la Muhindi mmoja hivi, ana kompyuta na laptop za kila aina. Hebu nipeleke basi kwanza. Hapo msikilizaji, foleni ilipungua na sisi tukaanza kuondoka hili eneo. Kwa mwendo wa dakika kama 20 tukafika katika gorofa moja refu ambapo chini kulikuwa kuna maduka mengi. Dereva akanionyesha pale duka la huyo Muhindi na kisha mimi nikaingia ndani hilo duka. Nikatazama laptop zilizokuwa zimeweka katika makabati ya vioo. Nikasema boss, hii MacBook Air bei gani? Hiyo ni $1,400 mkuu. Muhindi huyu alinijibu huku akiwa ananitazama usoni mwangu. Sikutaka kujibizana naye. Nikatoa pale kibunda cha $100 nilichokuwa nimekifunga vizuri, nikahesabu pale kiwango cha pesa ambacho yeye anakihitaji huyu Muhindi na kisha nikampatia. Nikapewa pale laptop niliyokuwa nimehitaji, ikawekwa pale ndani ya box, nikakabidhiwa pale na risiti na kisha nikarudi kwenye ile taxi. Sasa hivi nahitaji unipeleke kwenye duka la nguo. Nilimwambia yule dereva taxi, kwa tukaondoka hilo eneo. Tukafika katika moja ya duka, nikashuka na kisha nikaingia dukani. Nikanunua pale suruali nyeusi ambayo inafutika vizuri tofauti na jeans. Nikanunua pale t-shirt nyeusi pamoja na sweta lenye kofia ambalo nalo ni la rangi nyeusi. Yaani nilinunua mavazi ambayo ni full black complete. Nilimlipa muuzaji huyu na kisha nikaingia kwenye duka la viatu. Nikanunua pale raba nyeusi. Ninanunua vitu vyenye rangi hii kwa ajili ya kazi ambayo nina imani nikifanya usiku nikiwa nina mavazi haya ni ngumu sana kwa mtu kuweza kuniona gizani. Nikaingia duka la jirani ambalo linauza pale nguo za kike, nikaulizia pale baibui na kwa bahati nzuri nikalipata. Unajua mke wangu ana mwili kama huo wa kwako, je hili litaweza kumtosha kweli? Nilimuuliza huyu mwanadada akasema
Ni saizi sawa. Basi nikamlipa pale kiasi alichokihitaji na kisha nikarudi ndani ya taxi nikiwa na mifuko yangu. Nikamwambia yule dereva taxi, hebu turudi basi kwanza hotelini. Akasema sawa kaka, hamna shida. Kweli tulifika hotelini, nikamwambia ni kiasi gani kwa mizunguko yote tuliyofanya. Bosi wewe tu bwana. Nikamwambia no. Ni bei ngapi, kwa maana kwamba nimechukua muda wako wa kutosha sana siku ya leo. Akanipatia hata 70,000 hivi itapendeza mkuu. Una hakika, kwa maana kwamba naona tumetembea umbali mrefu sana. Sasa hebu chukua kwanza hii. Pale nikampa dereva taxi 100,000 na kumfanya atabasamu mpaka nikaona pengo la upande wa kulia ambalo kwa muda wote sikuweza kuliona. Asante kaka, asante bwana, asante. Nikamwambia sasa mimi nahitaji namba yako ya simu. Dereva huyu akanitaja pale namba yake ya simu na nikainakili pale kwenye simu yangu. Nikamwambia nitakupigia nikikuhitaji. Unafunga saa ngapi? Kaka mimi kazi masaa yote niko kazini. Wewe tu nipigie muda wote ule bro, mimi nakuja. Nikamwambia okay poa, haina shida. Kwa nikaachana na dereva na moja kwa moja nikaelekea chumbani kwangu. Nikajaribisha pale nguo zote nilizokuwa nimezivaa na kisha nikafungua pale laptop niliyokuwa nimeinunua na nikaanza pale kuingiza program ninazozifahamu ambazo kijana wa IT katika jeshi la Obote alikuwa akinielekeza jinsi ya kuweza kuzitumia. Kwa kipindi cha miezi 6 aliweza kunifundisha mambo mengi sana. Nikamaliza pale kazi yangu ya kuingiza program ninazozihitaji na kisha nikaingiza video niliyokuwa nimeirekodi kwa simu katika laptop hii. Nikapeleka mbele hadi ikafika katika gari 4 zinazofanana aina ya Range Rover Vogue. Nikaanza pale kuziskani katika moja ya program niliyokuwa nimeingiza kwenye hii laptop. Nikaja kukundua gari ya 4 kutoka nyuma ndipo alipo rais. Yupo pamoja na mke wake pamoja na walinzi wake wawili, huku mmoja akiwa ni dereva ambao wao wamekaa siti ya mbele. Hizi gari zimeelekea wapi? Nilizungumza huku nikizitrack gari hizo kwa masaa 4 yaliyopita, zilikwenda wapi na wapi. Sasa kutokana na teknolojia imekuwa, haikuwa kazi ngumu kwa mimi kuweza kujua gari hizo zilienda wapi na wapi. Shit. Nilijikuta nikijilaumu kwa maana ya kwamba baada ya mizunguko ya rais, hatua ya mwisho gari hizo zilikuwa zimeelekea uwanja wa ndege. Na hadi ninavyozungumza hivi sasa, rais hayuko tena katika huu mkoa wa Kigoma. Inabidi nielekee Dar. Nilizungumza huku nikiingia katika shirika la reli Tanzania. Nikatazama pale ratiba ya treni za umeme ambazo zinaanza safari yake hapa Kigoma kuelekea Dar es Salaam. Hadi kesho saa 2 asubuhi. Okay poa. Nitaondoka kesho. Nilizungumza mimi mwenyewe huku nikiwa ninafunga laptop hii. Roho ya kisasi iliendelea kunishawishi nijiulize namna gani ninaweza kupanga karata zangu vizuri ili kama ni adui basi niweze kuweza kupambana naye kwa mahesabu ya hali ya juu mno. Nikatoka nje ya chumba changu na nikaelekea eneo la swimming pool. Nikatafuta pale moja kiti nikakaa huku nikiwa ninaendelea kuperuzi pale mitandaoni huku nikiwa ninafuatilia kazi za rais huyu. Habari yako? Mhudumu mwingine wa kike alizungumza huku akinitazama usoni mwangu. Nilivua pale headphone iliyokuwa nimeiweka sikioni mwangu. Nikasema salama, niambie. Safi, nikuhudumie nini? Nikasema una juice ya pera? Ndio, naomba unipatie. Okay, sawa. Mhudumu huyo akaondoka, mimi nikaendelea pale kuperuzi. Na baada ya dakika kama 5 mhudumu akarudi na glasi ya juice. Akaniwekea pale pembeni yangu. Nilimshukuru na kisha akaondoka zake. Huyu ni nani? Sauti ya ukali ya mwanamke ikanifanya nitazame upande wangu wa kushoto, nikamwona mwanadada mmoja mrembo akiwa yuko na mpenzi wake. Na kuuliza, huyu ni nani ambaye umepiga naye picha hizi? Kwa siku zote ninavyotoa pesa zangu na kwa kugharamia, unakwenda kuhonga wanawake zako, si ndio? Mwanamke huyu nilimsikia na foka na kumfanya mwanaume huyu akae tu kimya. Nikajisemea kulelewa huku. Nilizungumza kimoyomoyo huku nikiwa ninafuatilia ugomvi huu kwa ukaribu sana, kwani wapo karibu sana na mimi. Sasa kuanzia hivi sasa mimi nawe basi ondoka, sihitaji kukuona Juma. Yaani ninafunga safari kutoka ninapotoka, ninakuja hapa kwa ajili yako, alafu na wasichana wabaya ambao ukiwasimamisha na mimi ni sawa mbingu na ardhi. Dada huyu alizidi kufoka. Lakini baby, koma usinitemee baby wako. Kwanza toa chip yako kwenye hii simu na unirudishie simu yangu, mpuzi mmoja wewe. Ninakuhudumia kuanzia kula yako, kuvaa yako, huna mbele wala nyuma.
Halafu unaniletea mimi habari za kishamba shamba wewe? Dada huyo alizidi kumporomoshea maneno ya matusi jamaa huyu wa watu ambaye umaskini ndio unamfanya awe mnyonge. Ongea basi taratibu. Nini wewe fala? Niongee taratibu ili weje? Okay. Ondoka kabla sijakuzalilisha. Na usithubutu kunipigia simu wala kunitafuta mbwa mmoja wewe. Dada huyo alizungumza huku akitoa line ya mwanaume huyo kwenye simu na kisha kamrushia usoni. Taratibu jamaa ilibidi anyanyuke huku akiwa ni mnyonge mithiri ya mwanaume aliyefumaniwa na mama mkwe wake. Akapita mbele ya kiti nilichokuwa nimekaa na kisha akapotelea kwenye mlango wa kutokea hili eneo. Dada huyo aliinama chini na kuanza pale kulia. Ujomba kadilimonea huruma kwa kweli. Nye mapenzi yanaumiza. Akasimama pale na hapo ndipo nikapata nafasi ya kuiona shepu yake namba 8. Kiuno chake chimbamba kiasi kimebeba mzigo wa maana ulikuwa umeshonea. Kifuani alikuwa vizuri. Kifupi mwanamke alikuwa ni mzuri. Akatembea taratibu hadi ukingoni mwa swimming pool hii. Akajifikiria pale kwa sekunde kadhaa na kisha akajidumbukiza na kuzama chini ya swimming pool. Nikasema huyu asijakataka kujiua huyu. Nilizungumza huku nikiweka simu yangu mezani. Nikavua pale t-shirt yangu nikabakia na pants. Nikavua na sendo ambazo nilikuwa nimezivaa, nikasogea karibu na swimming pool hii. Nikachungulia chini na kweli nilimwona huyu dada akifurukuta. Nikajitosa kwenye haya maji, nikazama chini. Nikaogelea mpaka eneo alipokuwa yeye, kwa maana kwamba swimming pool hii ni refu sana kwa kwenda chini, ni kubwa, sio la kuogelea watoto na watu wazima. Nikamshika kiunoni nikaanza kupanda naye juu. Niache bwana nife. Dada huyu alizungumza huku akijitahidi sana kujitoa kiunoni mwangu. Kwa jinsi nilivyokuwa nimembananisha, hakuweza kabisa kufurukuta. Nikambeba acha upuzi wewe. Utakufa kijinga namna hii? Wewe vipi wewe? Hapo nilizungumza kwa kufoka huku nikimkumbatia kwa nguvu huyu mwanadada. Akanitazama kwa sekunde kadhaa machoni mwangu. Sikujui unijui, hata nikifa maisha yangu yanakuhusu nini wewe? Hapo sikutaka kumsikiliza zaidi tu ya kufanya jitihada za kuweza kumokoa kwenye swimming pool hii. Na kwa bahati mbaya, eneo hili tulikuwa watatu, yani mimi na wao tu. Nikamkalisha juu ya kingo ya swimming pool hii. Nikamwambia unataka kufa, si ndio? Ndio. Nikatoka kwenye hii swimming pool hii na kisha nikamnyanyua juu. Nikamwambia twende. Hapo nilizungumza huku nikimshika mkono huyu mwanadada, nikamnyanyua juu. Nikaanza pale kumvuta naye akawa ananifuata. Tulifika eneo ambalo kwa chini kulikuwa kuna maji ya ziwa Tanganyika, kwa maana kwamba hii hoteli imejengwa pembezoni kabisa mwa ziwa hili na ipo juu ya kilima kirefu kidogo. Nikamwambia sasa ruka kule kwenye yale majabali ili ufe vizuri. Usitaki kuwapa watu kesi za kipozi. Wewe unakuwa na mwanaume ambaye unamlisha, unamvalisha, unamnywesha, alafu unategemea nini? Hivi nyinyi wanawake wa Kitanzania nani kawaroga? Unamwonga mwanaume? Unatarajia muda wake na nguvu zake azipeleke wapi? Kama sio kwa mwanamke anayemuona kabisa yeye ndo anamfaa, na wewe kawa kama vile nikitega uchumi tu. Hebu tumia akili wewe. Kama huna wazazi, huna majukumu wala huna watu wanaokutegemea, ruksa kufa, jirushe ukafe. Shenzi nini? Hapo nilizungumza kwa kumfokea mpaka huyu mwanadada akaanza kutetemeka pale. Nikamwambia ruka ufe bwana, unasubiri nini? Nitatoa maelekezo polisi ya kwamba umemfumania mpenzi wako na ukaruka kwenye hili korongo, umekufa kwa wivu wako kipumbavu. Hapo nilizidi kumfokea huyu mwanadada, kwa maana kwamba katika hiki kipindi ambacho nimekaa na wanajeshi waasi, swala la kufa ni kawaida sana kwangu. Kwani kwa mara kadhaa tuliingia katika mapambano ya majeshi ya serikali na vikosi vya majeshi ya Umoja wa Mataifa, na nilishuhudia watu wakifa huku na mimi nikiua ili nibaki kuendelea kuwa hai. Wanawake wapumbavu wenye akili ndogo kama nyinyi ndio mnaotanguliza uzuri wa sura na maumbo yenu pasipo kujua thamani ya maisha yenu. Tumia akili, acha kutumia sifa ya maumbo. Una maumbo makubwa tu lakini akili zero. Ayaruka sasa. Na kusubiri sasa na kushuhudia unakufa. Na ikiwezekana na kurekodi kabisa. Taratibu huyu mwanadada alikaa chini na kuangua kilio pale. Nikatambua dhahiri shari kwamba maneno yangu yalikuwa yamemchoma na kumuumiza. Nikamtazama kwa sekunde kadhaa na kisha nikaanza kuondoka hili eneo na kumwacha pale akiwa analia. Nikakaa kwenye kiti changu huku pensi yangu ikiwa imeloa na maji, na anza kupita dakika 5 mwanadada huyu akarudi pale kwenye meza yake huku akiwa ananitazama kwa macho makali mno. Akakusanya vitu vyake akaanza pale kupita mbele yangu. Akapiga hatua kama 5 na kisha akarudi na kusimama mbele yangu. Mbele kiti changu. Sijawahi kuona mwanaume katili kama wewe kwenye maisha yangu. Mwanadada huyu alizungumza akiwa ana hasira
na kisha katema mate pembeni na akaondoka ile eneo. Nilibaki na tabasamu tu kwa maana kwamba mawazo yake ya mapenzi naona kabisa anamchanganya. Nikanywa pale kinywaji changu hiki na kisha nikamuita pale mhudumu, nikamlipa pesa yake na mimi nikarudi chumbani kwangu. Nikatazama filamu kadhaa kwenye mitandao mpaka ilipofika majira ya saa 2 za usiku. Nikatoka chumbani nikaelekea katika mgao. Nikaagiza pale nyama choma pamoja na ndizi za kuchoma, na mhudumu kweli aliniletea chakula kama nilivyokuwa nimemwagiza. Kitu ninachokipenda kwenye hoteli hii, huduma zao zipo haraka sana na wanajali wateja kwa ubora wa hali ya juu. Nikamaliza pale kula, nikalipia pale hiki chakula na kisha nikanunua maji ya chupa kubwa na kisha nikarudi chumbani kwangu. Kutokana na kwamba asubuhi ninahitaji kuwahi kituo cha treni, nikalala pale mapema tu. Saa 12 asubuhi nikaamka, nikakoga pale na kisha nikajiandaa haraka. Nikampigia simu dereva taxi, majira ya saa 1 kamili akafika hotelini hapa. Nikabeba mizigo yangu na kisha nikatoka chumbani kwangu. Nikakabidhi pale funguo huku nikimwambia mhudumu ya kwamba ninaondoka na chumba changu wanaweza kukikodisha kwa sababu nimeondoka kabla siku zangu kuweza kuisha. Nikaingia ndani ya taxi na moja kwa moja tukaelekea mpaka katika station ya treni. Nikakata pale tiketi na kisha nikaingia ndani ya treni, nikatafuta pale siti yangu. Nikaweka begi langu lenye nguo chache katika eneo maalum la mizigo na kisha nikakaa katika siti yangu ambayo ni ya dirishani. Nikafungua laptop yangu, nikaendelea kutazama filamu ya Mission Impossible ambayo usiku nilikuwa tu nimeishia robo. Wewe, nilinyanyua uso wangu kumtazama huyu dada ambaye jana nilikuwa nimemuokoa kutoka kwenye swimming pool. Mkononi mwake alikuwa ameshika tiketi huku akitazama namba ya siti ambayo anapaswa kuweza kukaa. Nikamwambia karibu. Siku yangu leo pia inavurugika. Alizungumza huku akiingiza begi lake sehemu ya mizigo na kisha kakaa sita pembeni yangu. Nikamwambia pole. Hivyo kwa nini kaka una roho mbaya? Hiyo ndo salamu. Okay. Habari yako kaka mwenye roho mbaya? Salama dada usijielewa. Mungu wangu, ndio maana nilisema siku yangu leo imekuwa ni mbaya. Itachaje kuwa mbaya ikiwa hujui thamani ya mtu unayezungumza naye? Hivi unajua jana ungekufa na leo hii sijui ungekuwa umepanda treni ya wapi? Na hisi ungekuwa umepanda treni ya kuelekea kuzimu. Kwa nini wa kwanza kufa? Sio wa kwanza kufa, ila ukifa umekufa no kurudi. Mshipu wako sijui ungeenda kuwa chakula cha funza. Tena funza watakifaidi kweli kweli, kwa maana ya kwamba watakavyokula watakula kwa kujinona kweli kweli. Itakuwa ni nyama ya mwaka mzima. Hapo nilizungumza huko nikitabasamu. Hivyo kaka una mke kweli wewe? Sina mke na sitaki kuwa na mke, kwa maana ya kwamba kuwa na mke asiyekuwa na akili kama wewe ni balaa mtupu. Yaani akili zako zote zipo kwenye hiyo mishipu yako hiyo. Unahisi kwamba mshipu wako ndio kila kitu. Hapo nilizidi kuzungumza kwa utani mpaka mwanadada huyo uso wake sasa ukajawa na hasira wazi wazi. Okay, naitwa Chidi. Sijakueleza jina lako na sihitaji kulijua. Okay, sawa. Nikavaa headphone zangu nilizokuwa nimezichomeka katika laptop na kisha nikaendelea kutazama hii filamu. Safari ikaanza pale taratibu, huku kila mtu akiwa busy na mambo yake. Baada ya dakika 20 za safari, dada huyu akanichomoa pale earphone ya sikio langu la kushoto na kunifanya mimi nimtazame. Naitwa Irene. Kwa nini nimekuuliza? Wewe kama una Mswahili hivyo? Nimetulia na hasira zangu zimeisha. Naongea na wewe kwa wema tu, alafu unanishushua jamani. Wewe nyoka kingine mpoje? Tuko hivi kama unavyoniona. Dawa jeuri ni jeuri. Poa, kama hasira yako imekwisha na mimi kwangu sasa ndio imekwisha. Nashukuru kwa kufahamu Irene. Pale tukapeana mikono huku sote tukitabasamu. Pole kwa mambo ya jana. Sitaki hata kuyakumbuka kwa kweli. Jana ingekuwa sio wewe, sasa hivi mimi ningekuwa nimeshafanya maamuzi ya kipuuzi mno. Kwa nini unakuwa na maamuzi haraka? Ndio nilivyoumbwa ise. Yaani hadi ofisini kwangu wafanyakazi huwa wananiogopa. Kwa nini unafanya kazi gani? Nipo serikalini kitengo nyeti. Kitengo gani iko nyeti kuliko nyeti zetu hizi tulizo nazo? Yaani wewe, mimi nipo kitengo cha siri cha kumlinda rais. Kiufupi mimi ni usalama wa taifa katika kitengo cha kumlinda rais kwa siri sana. Wewe je, unafanya kazi gani? Hapo kwanza nikatabasamu huku nikimtazama Irene usoni mwake, kwa nilikuwa ninajiuliza ninapofika Dar es Salaam nitaanzia wapi.
Nitaanzia wapi? Nitaanza vipi kumkabili Mheshimiwa Rais? Sasa nimeshapata karata ya siri ambayo kwa kweli nikiicheza vizuri, rais ana chake mbona. Unajua mimi ni mfanyabiashara tu kawaida. Na ila mara nyingi sana watu ambao ni usalama wa taifa huwa hawajisemi hadharani. Na hiyo ni kutokana na usiri wa kazi yao, si ndio? Nilimuuliza Irene huku nikimtazama usoni mwake. Hayo mambo ni ya kizamani. Irene alizungumza huku akitoa kitambulisho chake na kunipatia. Macho alinitoka kwa maana ya kwamba kwenye kitambulisho alikuwa na jina la Karo. Na Karo ametokea kuniamini na kunizoea kwa haraka sana. Hongera sana. Nilizungumza huku nikimrudishia Karo kitambulisho chake. Nashukuru kukufahamu. Lakini kwa nini umeniambia mwanzo jina lako ni Irene na kitambulisho kinaonyesha ni Karo? Nadhani unaelewa. Sio tu kwa mara ya kwanza napomwona mtu naanza kumwambia jina langu halisi. But unajua kusema ule kweli sijawahi kukutana na mwanaume jasiri na mbabe kama wewe. Wanaume karibia wote ambao ninaandamana nao kazini na ninaokuwa nao kwenye mahusiano, wengi wao wanakuwa ni waoga. Wananiogopa, ila wewe jana umeniburuta kama vile mtoto ese. Unajua nilishangaa sana. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba wanaume wanakuogopa? Sana. Na ukitegemea na cheo changu basi ndio usiseme. Ndio, okay, sawa. So unapendelea nikuite nani? Karo ama Irene? Bwana mimi naitwa Karo, achana hilo jina la Irene. So unaishi Dar wapi? Naishi Dar Mikocheni. Ndio, okay, sawa. Wewe je? Mimi naishi Kimara. Sawa. Safari ilizidi kusonga mbele. Huku kadiri muda unavyozidi kwenda ndivyo jinsi mimi na Karo tulivyozidi kuzoeana, kiasi cha kwamba tukapanga tukifika Dar es Salaam nikapajua kwake kwanza na kisha ndio twende kwangu. Katika mazungumzo yetu sikutaka kabisa kugusia kuhusiana na masuala mazima ya usalama wa nchi au rais. Sikutaka. Nilijitahidi sana kumpigisha stori za kawaida ambazo zinamfurahisha na kumchekesha. Uzuri ni kwamba jiji zima la Dar es Salaam mimi nalifahamu, hivyo kupata nyumba ya fast ya kupangisha kwangu ni kitu kwangu sio shida. Basi tukafika jijini Dar es Salaam, tukatoka kituoni na kumkuta pale dereva wa Karo akiwa anamsubiria. Tukapokewa pale mizigo yetu na dereva huyo na kisha kaingiza ndani ya gari. Juma ndio mkuu. Huyu ni rafiki yangu anaitwa Chidi au Rashidi. Huyu ni dereva wangu. Ni mwaka wa pili sasa ananiendesha. Karo alitutambulisha mara tu baada ya kuingia ndani ya gari. Nashukuru kukufahamu kaka. Nilizungumza kwa uchangamfu mkubwa sana. Jamaa akasema hata mimi pia nashukuru bro. Hapo tukafika nyumbani kwa Karo. Niliguna kimoyo kwa maana kwamba ni jumba moja kubwa tena la kifahari. Huku nje kukiwa kuna gari za kifahari 4, Range Rover, Toyota VX, V8, Ferrari na Aston Martin ilikuwepo pale. Nikasema wow, nyumba ni nzuri sana Karo. Hii nyumba ni yako? Ni ya kwangu. Karibu ndani. Kweli tuliingia ndani huku dereva akiingiza mizigo yetu ndani. Hapa naishi peke yangu. Ila nina wadada wa kazi wawili. Huwa wanafika asubuhi kwa ajili ya kufanya usafi na kuondoka. Getini pia kuna walinzi 4. Wawili wanaingia asubuhi na wawili wanaingia usiku. Na okay, sawa, nimekuelewa. Juma, unaweza kuelekea ile sehemu niliyokupa maelekezo kwenye simu? Sawa boss. Juma, huyu dereva sijui ni mfanyakazi wake, akaondoka na kuniacha nikiwa na Karo. Karo akaandaa pale chakula cha mchana na kisha kanialika mezani kwa ajili ya kula. Tulianza pale kula taratibu huku kimya ukiwa umetawala kati yetu. Hivi tuongee tu kweli. Kama ungekufa ndizi nyama hizi tamu mimi ningezilia wapi? Chidi bwana, una vituko kweli wewe. Na haki ya Mungu vile nakwambia ukweli. Ila unajua mimi nina hasira Chidi, kwa maana kwamba sipendi mwanaume kuchezea hisia zangu, na huwa nikipenda mimi huwa napenda kweli. Hebu ngoja kwanza, wewe kabila gani? Mkuria. Ndio maana. Unamaanisha nini? Kwa nini mjijui? Mna hasira sana Wakuria. Ni kweli Chidi, unajua yule kijana Mungu tu ndo alinizuia mimi kumfanyia kitu kibaya. Ila nilipanga nimpige kisawa sawa na ni vile tu nilimheshimu. Anapajua hapa kwako? Hapana. Kijana mwenyewe nimemwona tu Facebook. Huwa nafunga tu safari kwenda huko Kigoma.
natuliza mizuka yangu na kisha narudi Dar es Salaam. Da. Na cheo chako hicho, kweli unatongozwa na wanaume wa Facebook yani wewe bwana wewe. Hakunitongoza, ila mimi ndo nilimtongoza. Ngoja nikwambie kitu kimoja Rashidi. Mimi wanaume wananiogopa kwa sababu moja. Mimi ni mtu ambaye niko direct, yani naenda direct kwenye point. Mwanaume akisema mimi sijui nakupenda, akijifanya kama vile kunihonga, basi mimi namleta hapa kwangu. Utakuta badala ya kunitongoza ananywea, kwa maana kwamba mimi niko vizuri na nina kila kitu ambacho mwanaume anapaswa kuwa nacho. Alafu jambo la pili, mimi ndo nikimpenda mtu basi ndo sijivungage, namueleza ukweli. Akikataa basi, ila sijai kumueleza mwanaume kama ninampenda na akanikatalia. Hadi sasa hivi umeshakuwa na wanaume wangapi? Wengi sana Chidi, kwa maana kwamba hii kazi yangu unajua, kama ninahitaji kupata labda details kwa mtu anayehitajika na serikali ambaye ni mwanaume, basi lazima nitumwe mimi. Mtu akiangalia hii shape na umsambwanda lazima adate kudadeki. Unampa mtu show moja kibabe, yeye mwenyewe anaanza kuropoka pale. Sasa kwa nini yule kijana alikuzuzua? Bwana yule fala nilimpenda. Hilo ndio tatizo. Ila hao wengine hawa napita tu kama upepo. Yaani hata siwaweki moyoni. Tulimaliza pale kula na kurudi sebleni, huku akilini mwangu nikiwa makini sana nisije nikajichanganya, uhalisia wangu huu ukajulikana alafu mambo yakaja kanitokea puani. Biashara yako inadili na nini? Mara nyingi huwa ninanunua vitenge Uganda na leta Dar es Salaam na ninasambaza kwenye maduka ya jumla. Hapo nilidanganya, kwa maana kwamba kazi hiyo haina hata haja ya kuonesha duka. Ni biashara nzuri. Vipi, inalipa Kiasi chake tunapambana hivyo hivyo. Ni kweli Chidi, unajua kwenye maisha hakuna kitu kizuri kama kutafuta pesa yako, hususan ukiwa ni mwanaume. Ila ukisubiria uwe Mario kama yule mpumbavu, ndio yale mambo ya kununua simu, kampa mume, walivyoachana kampokonya. Ilo ni chizi kweli kweli. Usingemwacha akajipigie picha na madem zake. Yaani simu ya milioni 2 kweli ni mwachia akapige picha na madem wake. Tena kadem kenye kabaya yako wapo kitandani yani. Wakati tunazungumza na Karo, simu yake ilianza kuita. Alichukua mezani ilipokuwa ameiweka na kisha akapokea. Mkuu, heshima yako. Nisharudi Dar es Salaam. Nije sasa hivi Okay, sawa nakuja. Sawa nakuja. Karo akakata ile simu. Sasa Rashidi, rais ameniita Ikulu. Ngoja kwanza nikajimwagia fast niende. Utabaki hapa hadi nirudi tafadhali, naomba usiondoke. Yaani baki kwenye jumba zima ile peke yangu. Kwani kuna ubaya gani Rashidi? Mimi nakwenda tukaongea na mkuu na kisha narudi. Poa, itakuwa ni vyema ukanipatia namba yako ya simu. Hivi sikukupa? Hujanipatia bana. Okay, basi ninakupa. Njoo nikuoneshe chumba. Ama utakuwa umechoka. Unaweza kulala pia. Kweli tukaelekea kwa pamoja mpaka gorofani. Akanionyesha pale chumba kilichokuwa kimeandaliwa vizuri na ndipo yalipokuwa yamewekwa mabegi yangu. Okay, basi poa, mimi nitapumzika kidogo. Hakuna shaka, ngoja basi nikajiandae. Katha alitoka ndani hapa. Nikakichunguza hiki chumba kwa umakini sana kama kina kamera au la. Kwani kwa mtu ambaye ni mpelelezi ni jambo la kawaida sana kufunga kamera za siri katika nyumba zao, hususan katika vyumba vya wageni. Nilipohakikisha kwamba chumbani hapo papo salama, nikavua nguo zangu zote na kisha nikaingia zangu bafuni. Nikakoga na kisha nikajifunga taulo, nikatoka chumbani hapa. Na kabla hata sijapanda kitandani, mlango uligongwa. Chidi. Nilifungua mlango nikatazama, alikuwa ni Karo. Karo alipigwa na bumbuazi la sekunde kadhaa, huku akiwa ananitazama vizuri kuanzia usoni hadi kifuani. Nikamwambia, "Hey. Hizi ndo namba zangu." Karo alinipatia pale kikadi chenye namba za simu. Nikagana naye na yeye akaondoka. Nilijilaza kitandani huku nikiwa ninatafakari mambo mengi sana kuhusiana na namna gani
navyoweza kuhakikisha kwamba ninamuingia adui yangu pasipo yeye mwenye kushtuka. Kitu ambacho nilikuwa nakiwaza sana ni hii sura yangu. Nitawezaje kubadilisha sura yangu ikiwa karata yangu muhimu imeshanitambua? Niliendelea pale kuwaza akilini mwangu mpaka usingizi ukanipitia. Sauti ya mlango uliokuwa unagonga ndio ikanifanya sasa nifumbe macho yangu. Giza totolo lilikuwa limetawala ndani ya hiki chumba. Nilishuka pale kitandani na moja kwa moja nikatembea mpaka ilipokuwa switch na kisha nikawasha. Nilifungua mlango wa hiki chumba, nilimkuta pale Karo akiwa amejifunga tenge moja mwilini mwake. Mambo Chidi? Safi, kumbe nimelala sana. Unajua nilirudi nikakugongea ila nikaona umelala, nikaamua tu nikuache hadi hapo nitakapomaliza kuandaa chakula cha usiku. Kwani saa ngapi? Saa 3 usiku. Ilo umelala salama? Ya. Hapo tukatazamana na Karo kwa sekunde kadhaa. Macho yake tu yalikuwa yanaonyesha kwamba ana uhitaji wa jambo fulani kutoka kwangu. Nikamtazama taratibu jinsi tenge hilo alivyokuwa amelifunga kimitego, kwani nusu ya miguu yake ilikuwa yote iko wazi. Mimi ni mwanaume unajua. Nilizungumza huku nikimshika Karo mkono wake wa kushoto na kisha nikamsogeza karibu yangu. Basi hapo mwili wake ukagusana na mwili wangu. Uzuri ni kwamba nilikuwa nimempita urefu kidogo. Nikamsogeza karibu zaidi, nikampiga pale busu, akatulia tu kimya. Basi nikaendelea kufanya pale uchokozi wangu. Taratibu Karo akafumba macho yake na hii ndio ikawa nafasi yangu nzuri ya kuanza kuonesha ujuzi wangu. Karo alizidi kulalama kwa raha alizokuwa nazipata. Na ukifikiria kwamba nilikuwa nina miezi mingi tu sijashiriki hili tendo na mwanamke. Na kule nchini DRC Congo nilikuwa najitahidi sana kujidhibiti nisishiriki na mwanamke yote. Karo alilalama hii siku. Nilipomaliza tu mzunguko kwanza nikamwambia vipi tuendelee. Hapana Rashidi, wewe mshenzi utaniua wewe. Sijawahi hivi. Kweli? Haki ya Mungu vile. Hapana. Kwani wewe bado unataka kuendelea? Karo alioniuliza huku akiwa amejawa na mshangao mwingi mno. Nikamwambia ndio. Na ndio maana nakwambia vipi? Niendelee ama? Hapana kwa kweli. Hapana. Ngoja nipumzike kwanza. Baadaye bwana. Karo alizungumza kwa kihema mithiri ya mtu aliyekuwa amekimbia umbali mrefu pasipo kupumzika. Tukapumzika kwa dakika kama 10 tu. Uvumilivu kanishinda, nikaanza tena. Karo akawa amekuwa tayari kabisa. Safari hii kazi niloanza nayo mimi ndo nilomaliza nayo. So mchezo. Rashidi, asante sana. Haki ya Mungu. We. Nimeenjoy sana. Hapa najiona mwepesi kama vile nimezaliwa jana. Yaani tunakula na kisha tunarudi na kuendelea. Leo nataka tupiane mambo mpaka kila moja ridhike. Ila huu mtanangi wa pili umejitahidi kwenda na kasi yangu kuliko wa kwanza. Wa kwanza si sawa na gari jipya. Unajua unapopata gari jipya lazima kwanza ulisome na kulizoea, maana ukienda nalo pupa linakuwa. Ila ukishalizoea sasa ndio unajua sasa uende nalo kwa spidi mia ngapi. Kweli mimi nakwambia, ila nisiwe mnafiki, nisiwe mwongo. Wewe mwanaume unajua. Yaani kama Nkojei. Nkojei ndo nani? Tuachane nayo. Okay. Yaani unajua umenikunja, hukujali ukubwa wa umbo langu, hukujali ukubwa wa shepu yangu, yaani umenipelekesha kama ulivyokuwa unanivuta kwenye swimming pool. Poa, tuoge bwana tule. Nikija nikupe vitu vitatu vya kulalia. Vitatu nitavimudu kweli? Kama hivi tu dakika 30, na je hivyo vingine si vitakuwa masaa? Hebu acha uoga bwana. Kweli hapo tukakoga kwa pamoja huku tukiwa tayari tumefungua kurasa mpya wa mapenzi kati yangu mimi na Karo. Kitu cha kipekee ambacho ninakiangalia kwa upande wangu ni kuhakikisha kwamba ninampagawisha Karo kwa kadri ninavyoweza, ili hata nitakapoweza kuhitaji kupata baadhi ya taarifa kuhusiana na Rais, basi iwe ni jambo rahisi sana kwake kunipatia. Tukashuka sebuleni huku kila mmoja akiwa amejifunga taulo. Tukala pale wali nyama aliyokuwa amepika Karo. Asio ni fundi kwenye mapishi. Kweli Mama vile wewe ni fundi unajua kupika.
Nashukuru, nitakuwa nakupikia madikodiko mpaka uchoke wewe mwenyewe. Nitashukuru. Hivi Rashid una mchumba? Hapana, sina. Kweli? Ya kweli sina. Usinidanganye Rashid. Nahitaji kutulia na wewe, sawa? Kwa maana kile nilichokuwa ninakitafuta kwa mwanaume ambaye namtafuta siku zote sasa nimekipata kwako. Kwa sina haja kumtafuta mwanaume mwingine zaidi yako. Usijali. Umekipata tena kwa mtu sahihi kabisa. Kama ni hivyo, nitamwambia kaka kesho ikiwezekana nikutambulishe kabisa. Nimetokea kutekwa na penzi lako Rashid. Hapo nikatabasamu huku nikimtazama Karo, kwani katika 18 zangu ameshaingia. Nikamwambia nashukuru. Kakako yuko mkoa gani? Kakangu yuko hapa Dar es Salaam. Afu nilisahau kukwambia kakangu ndo rais wa nchi. Hapo nilijikaza kuzuia mshtuko wangu, kwani kaka wa mke wangu ndo adui yangu. Alinipokonya mke wangu halali kabisa wa ndoa na kunipitisha kwenye maisha ya mateso ambayo sikutarajia kuyapitia kwenye maisha yangu siku hata moja. Okay. Wow. Hongera sana Karo. Kumbe rais ni kaka yako. Ni kakangu wa tumbo moja. Yeye ndo wa kwanza kuzaliwa kwenye familia. Na mimi ni wa 7 kuzaliwa kwenye familia yetu. Na ndio mtoto wa mwisho. Okay, sawa. Nimeona kakako amefunga ndoa na mwanamke mwingine. Ni kweli, unajua yule wetu wa kwanza alikuwa anazingua sana. Waliachana mapema sana, kipindi ambacho kakangu alikuwa ni makamu wa rais. Akampatia talaka na akavuta chuma kingine kibichi. Hapo nilijichekesha kwa kujikaza tu, ila ukweli ni kwamba roho ilikuwa inaniuma sana. Karo akaendelea kuniambia, unajua kakangu ni mzee wa totoze. Sasa yule naona ndo kampa mambo matamu mpaka ameamua kumoa kabisa. Wacha wewe. Naam. Sikutaka mada hiyo iweze kuendelea, kwa maana ya kwamba ninaweza nikashikwa na hasira na weza kumfanya Karo kujua nini kinachoendelea kuniumiza ndani ya moyo wangu. Tulimaliza pale kula, tukapiga pale mechi ya kibabe hapa sebleni. Hakika usiku huu nikajitahidi kadiri ninavyoweza uwezo wangu wote kumridhisha Karo. Asubuhi tulipata kifungua kinywa. Karo akaniaga naelekea kazini kwake na mimi nikamweleza ratiba yangu ya kuanzia saa 4 asubuhi. Basi utatumia ile Range Rover mume wangu? Ila ni gari la kifahari sana. Hakuna aliyewahi kuniona na gari kali kama hilo. Acha zako Rashid. Kwani wakikuona na hilo gari watafanya nini? Watakuua ama? Hapana. Sasa wewe tumia kila kitu changu sasa, ni kwa sababu ni cha kwako mume wangu, na wala hata usijibane bane. Unapohitaji chochote kutoka kwangu tumia. Okay, sawa mpenzi, ila mimi sio Mario. Jamani mume wangu, sijakuita hivyo bwana. Ndio, okay poa. Kweli tukapeana pale mabusu na kisha Karo akaingia kwenye gari linaloendeshwa na dereva wake. Akaondoka hili eneo. Mimi nilijiandaa kwa kila kitu. Majira ya saa 4 hivi nikaondoka nyumbani hapa kwa Karo nikiwa niko na gari lake. Nikaelekea moja kwa moja hadi ilipokuwa nyumba yetu. Nilishangaa sana kukuta gorofa moja la kifahari likiwa limejengwa hapa, huku kijumba chetu cha udongo kikiwa hakipo kabisa. Nikasema nani tena kashusha huu mjengo Uswahilini huko? Hoja nilijiuliza, huku gari langu nikiwa nimelisimamisha mita chache tu kutoka lilipokuwa jumba hilo. Baadhi ya nyumba za majirani nazo zipo kama zilivyokuwa nimeziacha. Kiufupi kilichobadilika ni jumba hili tu. Sasa nikiwa ninaendelea pale kutafakari, nikaona watoto wawili wa Kiarabu wakitoka katika geti la jumba hilo, huku wakiwa na baiskeli vidogo vidogo. Nikavaa pale miwani meusi pamoja na kofia, nikashuka ndani ya gari, nikatembea mpaka kwa mama cha usiku ambaye alikuwa na biashara ya kuuza vifungua vinywa vya kila aina asubuhi. Nikamsalimia bwana pale, habari. Nilizungumza kwa sauti nzito kidogo, akasema salama kaka, habari. Nikagundua kwamba mama cha usiku hajanifahamu bado. Nikamwambia safi, nahitaji mihogo ya 10,000, naweza kupata? Ndio kakangu, ila ni ya kusubiri, sijui unaweza kukaa pale kwenye benchi? Nikasema okay sawa. Kweli nikakaa kwenye benchi lililopo hapa, huku nikiwa naendelea kuwatazama watu ambao kwa 90% ninawafahamu, kwa maana kwamba ndio mitaa yangu hii ya kujidai. Hili jumba ni zuri. Ni jumba la nani? Hapo nilizungumza huku nikimtazama mama cha usiku. Ni jumba la Muhindi mmoja hivi, alinunua eneo hili kutoka kwa binti mmoja. Alikuwa ameolewa na kijana mmoja hivi anaitwa Rashid. Ila ninavyosikia kwamba Rashid alikuwa ni jambazi, hivyo alikamatwa na kufungwa jela huko. Kwa hiyo mke wake ndo ameuza hili eneo.
Unajua yule binti sasa hivi ameolewa. Ameolewa bwana rais wa awamu hii. We, ndio, na mama mkwe wake na mjukuu wake nasikia wameondoka kwenye mazingira kutatanisha. Yaani unajua yule binti ni mshenzi sana. Ila ninasikia kwamba mpango mzima wa hadi mume wake kusingiziwa kesi ni kutokana na huyo mke wake. Yaani yule kijana alikuwa ni mtu mwema sana hapa mtaani. Alikuwa mcheshi sana. Ila ndio hivyo, wanawake wa Kitanzania, sisi tukipata tu mtu mwenye pesa basi yule maskini tunamtupilia huko. Yaani hata kumtoa kafara ili mradi tu tuishi maisha mazuri. So unataka kuniambia kwamba jamaa alibambikiwa kesi? Ndiyo. Yaani mimi huyo kijana namjua toka alipokuwa kijana mdogo, kwa maana kwamba ni rika la mwanangu cha usiku. Japo alikuwa ni mkorofi na magenge yake ya mtaani, ila sikuwahi kusikia Rashidi eti ni jambazi, na dakika za mwisho alikuwa ni mlinzi. Sijui kwenye kampuni gani ile, shasahau. Aisee, pole yake sana huyo kijana. Yaani wanawake sisi ni wabaya sana. Mama cha usiku alianza pale kutoa mihogo hiyo ndani ya sufuria. Unakula hapa ama nikufungie? Nifungie mama. Mama cha usiku akaniwekea pale mihogo hiyo, mihogo 100 ndani ya mfuko mweusi. Kachumbari je, nikamwambia niwekee. Akaweka pale na kisha nikamlipa 10,000. Nashukuru sana baba yangu, nikamwambia usijali. Nitakuwa ninakuja hapa kununua mihogo mara kwa mara. Asante sana baba, karibu sana. Aise, kwa muda mrefu niliokaa mbali na huu mtaa, karibia watu wengi hawajaweza kunifahamu, kwani hata mwendo wa kutembea nilikuwa nimeshaubadilisha. Nikaingia ndani ya gari huku hasira ikiwa imenijaa moyoni mwangu. Huyu mshenzi huyu ameuza eneo la mama yangu. Anajua mama yangu alifanya kitu gani hadi akalipata ile eneo. Lazima nimuoneshe kwamba mimi ni nani. Hapo niliwasha gari na kisha nikaondoka hili eneo. Nikatafuta pale nyumba ya kupanga katika mtandao. Kwa bahati nzuri nikapata nyumba eneo la Mbezi Beach. Nikawasiliana pale na dalali, nikakutana naye na moja kwa moja tukaelekea katika nyumba hiyo. Nililipa pale kodi ya mwaka mzima na kisha nikaondoka hili eneo. Nikapita katika maduka yanayouza bidhaa za ndani za nyumba. Katika hii siku nilijaza vitu vyote vinavyohitajika ndani ya nyumba hii, na majira ya jioni nikarudi zangu nyumbani kwa Karo, huku mchana nikishindia kula mihogo ya mama cha usiku. Baby, I'm home. Karo alizungumza huku akinifuata. Tukakumbatiana huku tukipigana pale mabusu. Pole na kazi mke wangu. Nashukuru mke wangu. Vipi wewe, mizunguko imekwendaje? Imekwenda safi. Samahani sikukupigia simu. No. Hata mimi naomba samahani kwa maana kwamba leo unajua kuna mambo fulani vya kiusalama iliniweka bize sana, nikahisi kwamba nikirudi utakuwa umekasirika. No, sijakasirika. Unajua leo ningependa sana tuende kwangu. Wow. Sawa, acha basi nihakikisha twende. Ila habari njema ni kwamba kule Kimara leo nimehama na nimehamia hapo Mbezi Beach. Wewe umehama Kimara? Ilikuwa ni plani yangu kabla hata tujaonana. Leo nimeona nikamilishe tu hilo. Okay, sawa, kuna tatizo, itakuwa ni jambo jema. Tutaenda kuzindua nyumba mpya. Ya, uko sahihi. Kweli Karo akakoga na kisha kabadilisha nguo. Tukaelekea katika hii nyumba niliyokuwa nimepanga. Japo sio gorofa ila ni nzuri sana na iko pembezoni mwa bahari. Wow. Nimepapenda sana hapa mume wangu. Kweli. Ndio, unajua pametulia na huu upepo wa bahari basi unanifurahisha sana. Nashukuru kwa hilo. Kama umepapenda, unajua nilihisi utahitaji jumba la gorofa. No. Mimi kama sijui nisemaje. Mimi kama umenijua ni mtu ambaye ninayependa kuishi maisha ya kawaida sana. Hata lile gorofa pale nilinunua tu kutokana na ile hulka ya kiusichana kwamba rafiki zangu wakija wakute na jumba zuri. Unajua zile wasichana tunapenda kuonekana sana. Yaani kweli uko sahihi. So, rate yake hapa ni bei gani kwani? $2,500 tu kwa mwezi. Sio mbaya. Unaonaje tukaongea na huyo mwenye nyumba tukainunua kabisa iwe ya kwako? Hebu acha kwanza nikae kwanza. Nikiyapenda mazingira zaidi basi tutamshawishi, ila nisipoyapenda basi nitajenga au kununua sehemu nyingine. Sawa mume wangu, mimi nimekuelewa. Alafu leo unajua nimezungumza na kaka na nimemweleza juu ya mahusiano yetu. Amefurahi sana kwa maana kwamba alikuwa kila siku ananisisitiza kwamba niolewe na nizae mapema, kwa maana kwamba umri pia unakwenda. Kuzaa ni swala la majaliwa yake Mwenyezi Mungu, na ndoa ni jambo la muhimu na uamuzi mzuri kwenye maisha ya kila mwanadamu.
Ya, ni kweli pia Rashidi, na nimemweleza kuhusiana na utofauti wa kidini kati yetu. Na akanishauri kwamba ili kutokuwa na mgongano wa maneno na maamuzi, inabidi tufunge ndoa ya bomani. Na nikamwambia kwamba nitazungumza na wewe, ukikubali mimi sitakuwa na pingamizi chochote. Naomba muda kwanza nilifikirie hilo jambo. Sawa mume wangu, mimi sina neno. Naam, kadiri siku zinavyozidi kwenda ndivyo jinsi Caro alivyokuwa anazidi kukolea kwenye penzi langu. Na jambo la kumshukuru Mungu, katika kipindi cha wiki hizi 2 za mahusiano yetu, kaka yake amesafiri kikazi na kuelekea nchi za nje. Katika kipindi cha wiki 2 hizi, kila siku nilikuwa najaribu kumdadisi kwa umakini sana kuhusiana na kaka yake. Huko kisingizio changu kikubwa ni kwamba ninamwogopa, kwa maana kwamba kaka yake ni mtu mkubwa ndani ya hii nchi. Rashidi, ngoja nikwambie. Sawa mume wangu. Kakangu ni mkali pale anapokuwa kazini. Ila kwenye masuala ya kifamilia ni mtu poa sana. Ni mtu anayependa kujali na kuheshimu mawazo ya kila mtu. Unajua yeye kwetu ndiye baba, yeye ndiye mama. Wazazi wetu si walifariki miaka mingi sana, hivyo yeye ndiye aliyetusomesha, akatulea mpaka wengine tumefikia hapa. Kwa hiyo hivyo sio na uoga bwana. Unajua sikutarajia maishani mwangu kama ipo siku nitakuja kuwa na mahusiano ya kimapenzi na mdogo wake Rais. Ndio hivyo, Mungu amekuleta. Alafu uzuri ni kwamba kakangu mara nyingi sana huwa hapendelei sana kutuweka sisi front kama wadogo zake. Na ndio maana kwenye masuala yake ya kisiasa amekuwa kama yeye, na sisi ni ngumu sana kuweza kujulikana. Hicho ndicho kitu ambacho ninakipenda. Mara nyingi huwa sipendelei mapenzi yetu yajulikane kama ya wasanii, hususan ya wasanii wa Bongo. Siku ya kuachana kila mtu anakuwa ana aibu kwa upande wake. Umeona ya vipi anarudi lini kaka yako? Wiki ijayo akitoka China katika ziara yake anarudi moja kwa moja Tanzania. Safari hii unajua sikuambatana naye kwa maana kwamba kuna mambo ilipaswa kuweza kuyashughulikia. Okay, sawa mke wangu, na pia tumepata muda kukaa pamoja na kujuana pia. Umeona? Naam. Maelezo ambayo Caro aliyokuwa akinipatia kuhusiana na kaka yake kwangu ilikuwa ni msaada mkubwa sana. Huku taratibu nikiwa naendelea kupanga mpango wa kumuua Rais mara tu atakapokanyaga nchini Tanzania. Katika muda ambao Caro anakwenda kazini na hususan mimi nikiwa niko nyumbani kwangu, ilikuwa ni nafasi yangu nzuri sana kuendelea kutengeneza mpango wangu, mpango madhubuti wa kumuua kaka yake. Nikafanikiwa pale kuipata ramani nzima ya uwanja wa taifa katika mtandao unaoitwa Dark Web. Mtandao huu unatumiwa mara nyingi sana na wahalifu wa kidunia. Mtandao ambao endapo ukibainika umeingia, basi mashirika makuu ya kijasusi kama FBI, Interpol na mengineo lazima yakusake kuhakikisha kwamba wanakukamata. Katika huu mtandao unaweza kununua kila kitu cha kihalifu kwa bei ndogo sana. Nikaanza pale kuikremisha ramani nzima ya uwanja wa ndege, na nilipohakikisha ya kwamba nimeielewa vizuri, nikaifuta katika laptop yangu kwa ajili ya kuweza kulinda siri zangu. Caro alirudi majira ya mchana, jambo ambalo sio la kawaida yake kurudi mchana. Mume wangu nina safari kuelekea Arusha. Nitakaa siku 4. Kuna nini? Ni swala la kikazi. Kutokana na kwamba ninajua baadhi ya mambo ya kazi yake anahitaji usiri, sikuhitaji kumhoji sana Caro. Ila mume wangu mimi ndo nitakuwa ninakutafuta kwenye simu. Samahani kwa hilo. Si unaelewa kazi zetu Ya mke wangu naelewa. Nitomba uweze kunisindikiza uwanja wa ndege kwa maana kwamba inabidi niondoke saa 9, yani saa 9 inabidi niondoke. Poa basi wewe jiandae. Kweli tukatoka hapa kwangu, kulikuwa kuna nguo baadhi ya Caro, akajiandaa na kisha tukaanza safari kuelekea uwanja wa ndege. Yaani mume wangu ninawaza mambo mengi sana. Mambo gani? Hii kazi yangu sio ya kutulia sehemu moja. Hadi kuna muda ninahisi kwamba unaweza kuniacha ukachoka kunivumilia. Wala hata usijali. Mimi ni muelewa kwa maana kwamba hata mimi kama nikianza safari zangu za Uganda, Kongo, naweza nikafanya wewe unachoka kunisubiri. Siwezi kukuchoka Rashidi. Basi kweli tukafika uwanja wa ndege. Caro akakutana na wafanyakazi wake 4. Nikakaa hadi nikawashuhudia wakipanda ndege. Nami sasa ndo nikapata muda kudhibitisha kile kitu nilichokuwa nimekremisha kwenye ramani ya uwanja huu. Je, ni sahihi? Maeneo yote ambayo ni rahisi kwa raia wa kawaida kupita bila tatizo lolote, nikagundua kwamba ni sahihi na ramani niliyokuwa nimeisoma. Nikaondoka uwanjani hapa huku akili yangu sasa ikizidi kwenda kasi sana, na nikamkumbuka Obote
Nikafika nyumbani kwangu, nikaelekea eneo la ufukweni ambapo kuna upepo mwingi sana ambao hata kama ikitokea kumefungwa kinasa sauti kinachoweza kunasa sauti umbali wowote, basi hakiwezi kunasa mazungumzo haya. Nikaweka pale mfumo katika simu yangu ambapo mazungumzo yangu haya hayawezi kunaswa wala kurekodiwa na mtandao huu wa simu ninaotumia. Nikampigia pale Obote huku nikiwa nimekaa kwenye jiwe kubwa tu lililopo hapa ufukweni. Na uzuri ni kwamba katika ufukwe huu hakuna mtu au watu wanaoutumia. Nikasema, habari za siku nyingi ndugu yangu. Salama Rashidi, umenitupa bwana. Nikamwambia, sijakutupa ndugu yangu Obote, ila nilikuwa ninatengeneza mazingira mazuri ya kuwepo hapa nchini. Niambie umefikia wapi mpango wako? Ninaendelea kufanya upelelezi wangu, ila na jambo moja ambalo ninahitaji kujua. Niambie tu ndugu yangu. Hivi naweza nikapata daktari anayeweza kunifanyia operation ya kuniweka sura bandia? Mbona wako wengi sana? Ninao wafahamu wako wengi. Unajua kuna daktari mmoja bingwa yuko nchini Canada. Na kama utahitaji nitakuunganisha naye. Nitashukuru sana ndugu yangu, kwa maana kwamba ninahitaji sura ambayo nitakuwa nafanyia nayo kazi, lakini sura yangu original itabaki kuwa kama ya kawaida. Samahani, sijakuelewa kidogo. Yaani unahitaji sura ya kuvuka au sura ambayo utakaa nayo kwa muda mrefu? Nahitaji sura ambayo ninaweza kuivaa na kuivua. Yaani ninapohitaji kufanya kazi yangu naivaa, ninapokuwa nimemaliza kufanya kazi yangu naivua. Hebu ngoja kwanza ndugu yangu, ninakupigia baada ya dakika kama 5 hivi. Okay, sawa kaka. Hapo nikakata simu huku nikimsubiria Obote anipigie tena. Na baada ya dakika 5 kweli Obote akanipigia simu. Ndugu yangu, unajua ni kijukuu cha Mtume. Kwa nini Obote? Nimepokea habari hapa kwamba rais wa nchini kwako kesho kutwa atapita nchini kwangu kwa kuja kunipa pongezi kitokea China. Hivyo uchaguzi ni wa kwako. Umalize kazi yako akiwa hapa DRC Congo au usubiria rudi nchini Tanzania. Hapo nikatabasamu huku furaha ikinijaa moyoni mwangu, kwani kama nikumuua hapa nchini Tanzania itaniwia ugumu sana kwa mimi kutoka hapa nchini. Ila nikimulia nchini DRC itakuwa ni msala wa Obote na serikali yake. Bwana, bahati imemjia Rashidi mikononi mwake. Je, ataamua kwenda kuitekeleza kazi yake ya kumuua adui yake ambaye kwa muda mrefu amekuwa kimuinda? Usikose kufuatilia hiki kisanga cha Rise Up katika sehemu ya 8. Mimi naitwa Uncle James, mzigo mtamu kutoka kwa Edazaria G Msulu. Asante kwa sasa na kwaheri.